Kiongozi wa familia ambaye pia ni mwanasiasa machachari Christopher Ole Sindika ameeleza kuwa marehemu Ole Nanguro hakuwa mwanasiasa bali alikuwa ni kiongozi wa dini, yaani padre, na baadaye kuombwa na wazee wa Kitito agombee nafasi ya ubunge jimbo la Kitito, na alikataa kwa zaidi ya mara 3 na baadaye alikubali. Mtu pekee ninayemfahamu kwenye orodha ya wanasiasa nchi hii, na mimi sio mgeni, ni mwenyeji kidogo kwenye siasa kuliko wengi hapa, aliyeombwa kugombea ubunge kwa kufuatwa na akakataa siku ya kwanza na ya pili, akaenda kukubali siku ya 3 na ya 4, akatoa idhini, akiamini kwamba huko aliko anaweza kuwahudumia wananchi, si lazima awe mwanasiasa. Mpaka sasa namfahamu mtu mmoja, Benedict Ngalama Ole Nanguro. Miongoni mwa walioshiriki mazishi ni pamoja na naibu waziri wa mifugo Ng'was Kamani, naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki James Ole Emilia, naibu waziri wa madini Dr. Steven Kiruswa, pamoja na naibu waziri ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora Regina Ndege. Alisimamia sana haki za wafugaji, ikiwa ni pamoja na haki yao ya maeneo ya kufugia, na alishiriki kikamilifu katika utatuzi wa mgogoro wa ardhi kati ya Kiteto na Ngorongoro. Miaka 91 wafugaji walikuwa hawajajua maana ya kuuza ardhi. Leo hii tumepata viongozi ambao wanatafuta wenyekiti wa kijiji kwa wajumbe wa serikali za vijiji. Wengine wao si kwa sababu wanataka kuongoza jamii, ni mtu anayependa jamii yake kwa moyo, lakini cha 4 ni mtu anayependa taifa lake la Tanzania. Akiongoza ibada ya mazishi hayo, padri wa Katoliki jimbo kuu la Arusha Father Tangesi Elkana hapa anasema Benedict Nanguro aliitwa kutoka kwenye familia yake na akaanza malezi ya kikuhani katika seminari ndogo ya Oldonyosambu kule Arusha, na baadaye Kibosho, baadaye Kipalapala, akaja akasimikwa kama kuhani. Na baadhi ya wananchi wilayani Kiteto wakizungumzia msiba huo, na wanasema alikuwa anatulazimisha sisi watoto, yani lazima usome mtoto. Lakini kwa eneo la Kiteto peke yake kazi aliyofanya, hata sisi tuliokuja kama viongozi ilikuja kuturahisishia utendaji wa kazi, hasa ukiangalia kwenye mipango yao ya matumizi bora ya ardhi. Nikiripotia EATV kutoka hapa kijiji cha Orpopon wilayani Kiteto mkoani Manyara. Ni Mohamed Chumvi, askari wa mwamvuli wa EATV. Kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea.